Damaro ajivesha mabomu Yanga. Kiungo mkabaji wa Yanga Mohamed Damaro amesema ujio wake ndani ya kikosi hicho umetokana na dhamira ya kupambana kwa nguvu zote ili kufikia malengo makubwa yanayotarajiwa na wananchi msimu huu. Damaro amejiunga na Yanga kwa mkataba wa mkopo akitokea klabu ya Singida Black Stars ambapo atakuwa sehemu ya kikosi cha Wanajangwani kitakachoshiriki michuano ya Kombe la Mapinduzi visiwani Zanzibar. Damaro amesema kucheza katika klabu kubwa kama Yanga ni ndoto ya kila mchezaji. Hivyo kupata nafasi hiyo kunamfanya jisikie fahari kubwa pamoja na hamasa ya ziada. Ameongeza kuwa mazingira aliyokutana nao ndani ya Yanga yanaonyesha timu inayojipanga vizuri, jambo linalompa motisha ya kufanya kazi kwa bidii ili kuthibitisha uwezo wake ndani ya kikosi hicho. Nina hisia kubwa sana, kwani tangu tulipoanza safari ya kujijenga kama wachezaji, lengo lilikuwa kufikia katika timu kubwa kama Yanga. Nafurahi kuwa sehemu ya familia hii ya timu nzuri, amesema Damaro. Damaro amesisitiza kuwa amejipanga kupambana kila anapopata nafasi ya kucheza, akitaka kutoa mchango wake kwa kiwango cha juu ili kufikia matarajio ya benchi la ufundi na mashabiki wa Yanga. Kwa mujibu wa Damaro, Yanga ni klabu yenye malengo makubwa ya kutoa ubingwa wa michuano yote ya ndani pamoja na kufanya vizuri kimataifa, na yeye yupo tayari kuwa sehemu ya safari hiyo ya mafanikio. Baada ya Young Africans Sport Club kumtangaza rasmi kumsajili Damaro, gumzo kubwa lilizuka ndani na nje ya Tanzania, mashabiki wakianza kujiuliza ni aina gani ya mchezaji huyu na kwa nini uongozi wa Yanga umeamua kwenda mbali kiasi hicho kuhakikisha anavaa jezi ya kijani na njano. Damaro ameingia Yanga katika kipindi ambacho klabu iko kwenye ushindani mkubwa wa ndani na kimataifa. Hivyo usajili wake haukuja kwa bahati mbaya, bali ni sehemu ya mpango mpana wa mabingwa hao wa Tanzania kuendelea kutawala ligi kuu pamoja na kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Tangu kutambulishwa kwake, mashabiki wameonyesha imani kubwa, wakiamini Damaro anaweza kuongeza kitu tofauti ndani ya kikosi, hasa kwa kuzingatia uwezo wake wa kiuchezaji, uzoefu alionao na njia ya mafanikio ambayo anaionyesha wazi. Damaro amesajiliwa Yanga akiwa na wasifu unaovutia, mchezaji mwenye uwezo wa kucheza kwa nidhamu, akili ya mpira na kasi inayomwezesha kuendana na falsafa ya Yanga ya kucheza soka la kushambulia. Kocha pamoja na benchi la ufundi wameamini kuwa Damaro ni mchezaji sahihi kwa mfumo wanaotumia, hasa katika maeneo ambayo Yanga ilionekana kuhitaji kuongeza nguvu au ubunifu. Usajili wake unaonyesha wazi kuwa Yanga haikumsajili kwa jina, bali imemsajili mchezaji mwenye mchango wa moja kwa moja ndani ya uwanja. Hili ndilo linalowapa mashabiki matumaini kuwa Damaro hatahitaji muda mrefu kuzoea mazingira ya klabu, bali anaweza kuingia moja kwa moja kwenye ushindani wa namba ndani ya kikosi cha kwanza. Baada ya kusajiliwa, changamoto kubwa kwa Damaro ni kuhimili presha ya jezi ya Yanga, kwani klabu hii ina matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki wake. Kila mchezaji anayeingia Yanga anatakiwa kuonyesha kiwango cha juu kila mara, na kosa dogo linaweza kumweka kwenye lawama kubwa. Hata hivyo, Damaro anaonekana kuwa mchezaji mwenye utu wa kazi, nidhamu na utulivu, ambavyo vinaweza kumsaidia kupambana na presha hiyo. Kauli zake za mwanzo baada ya kusajiliwa zinaonyesha mchezaji mwenyewe ni mwenye kiu ya kufanya vizuri, aliye tayari kupambana ili kuthibitisha thamani yake ndani ya kikosi. Kwa upande wa ushindani wa namba, Damaro anakutana na wachezaji wengine wenye majina makubwa na uzoefu mkubwa, lakini hilo halipaswi kumkatisha tamaa, bali linapaswa kumjenga zaidi. Ushindani ndani ya kikosi cha Yanga mara nyingi huzaa matokeo chanya, kwani kila mchezaji analazimika kuongeza bidii ili kupata nafasi ya kucheza. Damaro akitumia vizuri nafasi atakazopewa, ana kila sababu ya kuwa mchezaji muhimu ndani ya kikosi, hasa katika ratiba ngumu ya ligi, kombe la shirikisho pamoja na mashindano mengine ya ndani. Mashabiki wa Yanga wana matumaini makubwa kuwa Damaro atakuwa mchezaji wa tofauti atakayesaidia timu katika mechi kubwa na nyakati ngumu. Wengi wanatarajia kuona mchango wake sio tu katika magoli au pasi za mwisho, bali pia katika nidhamu ya mchezo, kujituma na kuonyesha ari ya kuipigania nembo ya klabu. Yanga ni klabu inayohitaji wachezaji wanaojitoa kwa 100%, na Damaro ana nafasi kubwa ya kuingia kwenye mioyo ya mashabiki endapo ataonyesha hilo ndani ya uwanja. Kwa ujumla, usajili wa Damaro ni ujumbe mzito kwa wapinzani wa Yanga kwamba klabu bado ina mipango mikubwa na haijaridhika na mafanikio iliyoyapata,
Ni usajili unaoonyesha kiu ya kutetea ubingwa, kufanya vizuri zaidi kimataifa. Sasa macho yote yako kwa Damaro kuona ni kwa namna gani ataitumia nafasi hii kubwa aliyoipata katika moja ya klabu kubwa Afrika Mashariki. Je, ataweza kuhimili pressure, kuweza kushindana ushindani wa namba na kuwa mchezaji muhimu zaidi ndani ya kikosi cha Yanga? Hilo ndilo swali linalosubiri majibu kutoka ndani ya uwanja. Mashabiki wanasubiri kwa hamu kumuona Damaro akianza safari yake mpya akiwa na jezi ya Yanga, wakiamini kuwa usajili huu utalipa na kuiletea klabu mafanikio zaidi. Naam, mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Cha muhimu ni wewe kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu. Muhimu ni kufanya hivi: subscribe, share, comment, like ili uendelee kuwa moja wa familia ya Malkia wa Soka. Niliyekusomea taarifa hii ni mimi Queen Lindsay. Hadi wakati mwingine, bye bye.